I love to praise the Lord. Napenda kusifu Mungu kwa sababu katika kumsifu Mungu uwepo wake unadhihirika katikati yetu. Sema amina. Hallelujah. Ni wangapi wamefurahi mpaka hapo? Hallelujah. Wanasema Mesia, Mesia. Mesia? Mesia? Ya, hiyo ndo wimbo yangu ya kwanza ambayo niliweza kuipata tafsiri yake na ninapoisikia tafuta kuingia kwenye anga ya Mungu. Maana utakapoingia kwenye anga ya Mungu, hapo ndipo utaweza kumuelewa Mungu. You cannot understand God if you don't enter into the presence where God is. Huwezi muelewa Mungu miaka yako yote mpaka kwanza ukuwe na uweza wa kuingia kwenye uwepo wake. Ukiingia kwenye uwepo wake, anaanza kuleta maufunuo ya Biblia. Anaanza kukuambia wakati Yesu alifanya jambo hili alikuwa anamaanisha hii. Wakati ambapo Ezekieli alipoongea, alipoona zile UFO, the unidentified flying object, alikuwa anamaanisha hii. Alikuwa anamaanisha helicopter, alikuwa anamaanisha ndege. Alikuwa ameziona, lakini ameziona kwenye image ambayo mwanadamu hawezi akazielewa mpaka uingie kwenye uwepo wa Mungu. Utoke katika mwili huu. Uwepo wa Mungu ni kutoka katika mwili huu wa dunia hii kuingia kwenye mwili ambayo haionekani, ile mwili ya kutokuharibika. Hiyo ndio iko na uweza wa kumuona Mungu na kuhisi uwepo wa Mungu. Kisha hiyo ikishapata, ikiwa huko, ina transfer, ina signal hii mwili ambao unaiona. Sasa tunaanza kusikia karaha fulani, unasikia kitu fulani kwa tumbo, unasikia kichwa ikiwa sawa, unasikia tuka uzuri fulani unayoifurahia, kwa sababu kutoka ndani ile mwili yako ya ndani ambayo sisi hatuioni imesha kutana na Mungu. Ilipokutana na Mungu ikawekwa kitu ndani. Ikiwekwa kitu ndani, hiyo mwili inapea hii ambayo tunaiona. Ndio unaona mtu anaruka, anachanganyikiwa, anaanguka, anatoa kamasi, anapiga magoti, anainama. Unashangaa ni nini huyu? Ni wazimu. Si wazimu, ile mwili imekuwa connected, ikamshikanisha. Sasa wewe ambao uko kwenye mwili wa kawaida unaanza kuona kama huyu mtu ni wazimu. Kuna kitu ambacho imekorogeka kwa kichwa yake. Haijakorogeka, ile mwili imeingia, ikaingia kwenye room. Hii ni mwili wa kiroho, hii ni mwili wa kimwili. Hii ikisha kutana na Mungu, ina connect, inaweka line namna hii. Sasa inakuwa inatoa signal ya mbinguni, inaipea hii. Sasa huyu anahama kwa hii dunia, anaanguka, anatoka. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Hiyo ulikuwa haujui. Kujua mambo haya, ninapendanga kukupea siri ninaposimama hapa. Maana hakuna haja nisimame hapa tuimbie Mungu, tucheze, twende nyumbani kama kuna siri moja haujapata. Siri ukiuliza daktari ama ukiuliza mwimbaji kama Fabrice ama waimbaji wengine hapa, ukiimba wimbo kama wewe hujaisikia ndani yako kwanza, haiwezi make impact, haiwezi fanya lolote. Lakini unapoimba ile wimbo ukiwa mwenyewe kwa undani umeisikia kwanza. Ukienda kwa daktari ukiwa mgonjwa, ukiuliza daktari, madaktari wako hapa, na ukitoka enda umuulize kama naongea uongo. Ukienda kwa daktari, daktari anapokuhoji kukuambia unasikia wapi, ukimwambia unaisikia kichwa, yeye kwanza anaisikia ile kichwa ndani yake mwenyewe. Kwanza anaisikia ile ugonjwa wako, ndio ataweza kukutibu vizuri, ataweza kujua ile dawa ambayo atakupea. Lazima kwanza aisikie. Hallelujah. Kwa habari za Mungu iko namna hiyo. Hauwezi kumuelewa Mungu mpaka mwenyewe ujikubali, ujisikie kwa ndani, ndio utaweza kukua connected. Ndio ile mlango wako wanaita katika lugha ya Kimombo the gates of the subconscious mind.
yaani milango ya kuingia kwenye subconscious world, dunia ile ambayo wanadamu wote wako, dunia ile ambayo haijui habari za pesa, haijui habari za mavazi, haijui habari za urembo.